Hii ni historia ya jinsi binadamu walivyoweza kutengeneza akili ya bandia, yani AI. Leo dunia imefikia sehemu ambayo simu inaweza kuzungumza na wewe, kompyuta inaweza kuandika habari na AI inaweza kutengeneza picha, muziki, hata video ndani ya sekunde chache. Lakini swali kubwa ni hili: je, yote haya yalianzaje? Ni nani aliyefikiria kwanza kwamba mashine inaweza kufikiri kama binadamu? Na je, AI inaweza siku moja kutuzidi sisi wenyewe? Karibu katika historia ya Artificial Intelligence au kwa kifupi AI. Wazo la mashine yenye akili si jambo jipya. Maelfu ya miaka iliyopita, watu tayari walikuwa wanafikiria kuhusu viumbe vya kiufundi vinavyoweza kufanya kazi kama binadamu. Katika hadithi za Kigiriki, kulikuwa na simulizi kuhusu roboti za chuma zilizotengenezwa na miungu, lakini kwa karne nyingi ilikuwa ni ndoto tu. Hakukuwa na umeme, hakukuwa na kompyuta, hakukuwa na teknolojia ya kufanya hilo liwe kweli. Karne ya 19 ndipo mambo yalianza kubadilika. Mwanasayansi aitwaye Charles Babbage alianza kubuni mashine ambayo ingeweza kufanya mahesabu kiautomatic, na mwanamke aitwaye Ada Lovelace akaandika kile kinachoitwa leo programu ya kwanza duniani. Watu wengi humuita mama wa programming, lakini bado mashine hizo hazikuwa na akili, zilifuata tu maelekezo. Miaka ya 1940 hadi 1950 dunia iliingia kwenye enzi mpya ya kompyuta, na hapa ndipo jina muhimu sana linaingia, jina la Artificial Intelligence. Alan Turing, mwanasayansi huyu wa Uingereza, alisaidia kuvunja kodi za siri za Ujerumani wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Lakini baadaye akauliza swali ambalo lilibadilisha historia: je, mashine inaweza kufikiri? Mwaka 1950 Turing alitengeneza kitu kinachoitwa Turing test. Jaribio hili lilikuwa linaangalia kama mtu anaweza kuzungumza na mashine bila kujua kwamba anaongea na kompyuta. Na hapo safari ya AI rasmi ikaanza. Mwaka 1956 kundi la wanasayansi lilikutana katika mkutano uitwao Dartmouth Conference nchini Marekani. Hapo ndipo neno Artificial Intelligence lilipoanza kuwa kubwa na kutambuliwa rasmi kwa mara ya kwanza. Wanasayansi walikuwa na matumaini makubwa sana. Walidhani ndani ya miaka michache tu mashine zingeweza kuwa na akili kama binadamu, lakini hawakujua safari ilikuwa ngumu zaidi kuliko walivyofikiria. Katika miaka ya 1950 na 1960 AI ya kwanza ilianza kuonekana. Kompyuta zilijifunza kucheza chess, kutatua hesabu na kufanya maamuzi ya msingi. Kwa mara ya kwanza duniani, mashine zilianza kufanya kazi ambazo zamani zilihitaji akili ya binadamu. Tatizo lilikuwa moja kubwa: kompyuta zilikuwa bado ni dhaifu na hazikuwa na nguvu wala kumbukumbu ya kutosha. Kadri muda ulivyopita, watu wakaanza kukata tamaa. AI iliahidi mengi, lakini matokeo yalikuwa madogo. Serikali na kampuni zikaanza kupunguza fedha za utafiti. Kipindi hiki kinajulikana kama AI winter, yaani kipindi ambacho maendeleo ya AI yalipungua sana, na watu wengi waliamini ndoto ya AI ilikuwa imekufa. Lakini miaka ya 1980 AI ilirudi tena. Safari hii kupitia kitu kinachoitwa expert system. Hizi zilikuwa program zilizotumia sheria nyingi kufanya maamuzi kama wataalamu wa kweli. Kwa mfano, hospitali, banking na kampuni kubwa zilianza kutumia AI kusaidia kazi mbalimbali. Kwa mara nyingine tena, dunia ikaamini AI ina future bado. Mwaka 1997 dunia ilishtuka. Kompyuta ya IBM iliyokuwa inaitwa Deep Blue ilimshinda bingwa wa dunia wa chess aliyefahamika kwa jina la Garry Kasparov. Hii ilikuwa historia kubwa sana, kwa sababu kwa miaka mingi watu waliamini chess ilikuwa mchezo unahitaji akili ya juu ya binadamu, lakini sasa mashine ilikuwa imemshinda binadamu. Baada ya hapo, AI ikaingia kwenye hatua mpya kabisa: machine learning. Baada ya kuipa kompyuta kila sheria moja moja, wanasayansi wakaanza kuifundisha kupitia data. Kompyuta zikaanza kujifunza kutokana na mifano mingi. Kadri internet ilivyokuwa kubwa na data ziliongezeka, AI ikawa smart zaidi.
Miaka 2010 ndiyo ilibadilisha kila kitu. Teknolojia iliyoitwa deep learning ilifanya AI kuwa na uwezo mkubwa sana. AI ikaweza kutambua sura za watu, kusikia sauti, kutafsiri lugha na hata kuendesha magari. Makampuni makubwa kama Google, Microsoft, Meta na OpenAI yakaingia kwenye mbio kali za AI. Hapa tukisema OpenAI tunazungumzia ChatGPT. Kisha dunia ikaingia kwenye enzi mpya kabisa, Generative AI. Hii ni AI inayoweza kuunda vitu vipya, kuandika, kutengeneza picha, muziki, video na kuandika kodi. Mwaka 2022 ChatGPT ilipozinduliwa, dunia ilibadilika ghafla. Mamilioni ya watu wakaanza kutumia AI kila siku. Wengine wakasema hii ndiyo future, lakini wengine wakaogopa. Kadri AI inavyokuwa na nguvu, maswali mapya yanaanza kuibuka. Je, AI itachukua kazi za watu? Je, inaweza kutengeneza taarifa za uongo? Je, siku moja AI inaweza kutuzidi akili sisi wenyewe? Hata viongozi wa dunia na wataalamu wa teknolojia wanaendelea kujadili swali hili. Lakini jambo moja ni wazi, AI haipotei. Kwa sasa tayari inatumika hospitalini, kwenye simu zetu za mikononi, YouTube, TikTok, magari, biashara na hata kwenye muziki. Na ndani ya miaka ijayo inawezekana dunia ibadilike zaidi kuliko tunavyofikiria. Kutoka ndoto za kale hadi kompyuta zinazoweza kuzungumza kama binadamu, historia ya AI ni moja ya safari kubwa zaidi katika historia ya teknolojia. Lakini swali linaendelea kubaki. Je, AI itakuwa msaidizi wa binadamu au kitu kitachobadilisha kabisa maisha yetu? Andika maoni yako hapa chini. Usisahau kulike, share, kusubscribe pia kwa video nyingine kama hii. Mimi ni Michael Gabriel, unaweza kuniita Mkaka. Tutaonana wakati mwingine.